Karibu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ninakuja na fundisho kuhusu sala ya usiku kabla ya kulala. Najua kwamba watu wengi wako na matatizo ya kulala na kupata usingizi. Mungu wetu alituumba kwa sababu alituumba kwa ajili mchana tufanye kazi na usiku tuweze kulala. Na pia Mwenyezi Mungu anasema katika Biblia kwamba anajalia watu wake usingizi ili waweze kupumzika usiku. Na wakati unapokosa kupumzika, ujue kwamba kuna mambo ama fursa zingine za mwili wako ambao unakosa. Utajikuta kwamba kama wewe ni mwanaume, tunajua kwamba wanaume wako na msongo mwingi wa mawazo kwa sababu ya familia, kuhudumia familia. Wameenda pahali, wamekosa kitu cha kuletea wa familia. Unakuta kwamba wale wanaume wanakuwa na msongo wa mawazo mpaka inafika wakati mpaka wanakosa ile nguvu zao za kiume mpaka zinapungua. Ni kwa sababu ya nini? Wamekosa kulala vizuri na wamekuwa na msongo wa mawazo. Basi uendapo kulala, soma kitabu hichi, Methali 3 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: ulalapo hutaona hofu na utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Nirudie tena, ulalapo hutaona hofu, naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Zaburi 4 mstari wa 8 inasema hivi: katika amani nitajilaza na kupata usingizi maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Zaburi 4 mstari wa 8, katika amani nitajilaza na kupata usingizi maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Ndugu zangu, hii ni Biblia mzuri wakati unapoenda kulala, kwa sababu huyu ni Suleimani ambapo alitaka ondoleo la hofu katika maisha yake, na wakati anapoenda kujipumzisha wakati wa kulala. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wewe mtu wa Mungu, unapolala hutaona hofu ama mashaka yoyote hayatakukumba wakati unapoenda kulala, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usingizi wako utakuwa mtamu. Basi ukienda kulala, make sure ya kwamba umesoma hichi kitabu cha Methali 3 mstari wa 24 ya kwamba ulalapo hautaona hofu yoyote. Utalala na usingizi wako utakuwa mtamu, na utalala kama umejituliza ndani ya Bwana Yesu Kristo. Na Zaburi inasema ya kwamba katika imani nitajilaza na kupata usingizi maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Mungu anakujalia kukaa salama. Anataka ulale usingizi mzuri wewe mwanaume. Anataka ulale usingizi mzuri wewe mama. Anataka ulale usingizi mzuri wewe mtoto. Kila mtu awe na nafasi ya kutulia usiku kucha. Ukiamuka asubuhi usiwe una uchofu, usiwe na ndoto mbaya. Ukiamuka asubuhi uwe umechangamka na kushukuru Mwenyezi Mungu. Na sala ambalo inaandamana na hiyo kifungu ama vifungu hivyo inasema ombi la hiyo kifungu ni hivi. Hebu omba hivi, mtu wa Mungu. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako jioni hii nikiwa na moyo wa shukrani. Asante kwa siku ulioniwezesha kuiona. Asante kwa ulinzi wako, neema na baraka zako ambazo umenijalia tangu asubuhi hadi sasa. Bwana, ninakukabidhi usiku huu mikononi mwako. Unisamehe kwa maneno, mawazo au matendo yote ambayo hayakukupendeza leo. Nioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba ulinzi wako usiku wa leo. Malaika wako wanizunguke na nyumba yangu iwe chini ya ulinzi wa damu ya Kristo. Ondoa hofu, mashaka au mawazo mabaya. Nipe usingizi mtamu na pumziko la kweli. Uniamshe kesho
nikiwa na nguvu mpya, moyo wa furaha na shauku ya kukutumikia tena. Wacha neema yako na rehema zako ziendelee kuniongoza kila siku ya maisha yangu. Asante kwa upendo wako usiokoma na uaminifu wako wa milele. Na kila mtu aseme amen, amen. Basi ile ndio funzo na ombi la kabla haujalala. Tukutane kwa fundisho lingine.